Hujambo na karibu. Mwanafunzi wa shule ya upili alipanda basi la Nico Sacco lenye nambari ya usajili KDV 713J akiwa anatoka Thika kuelekea Nairobi. Alikuwa ana haraka kwenda shule, amevaa sare yake na amebeba begi lake la shule. Lakini kulikuwa na tatizo ambalo bado hakulijua. Kwa sababu ya haraka ya kuondoka nyumbani akiwa amechelewa, alisahau nauli yake juu ya meza. Akiwa mwanafunzi wa shule ya upili, hakuwa na simu inayomwezesha kulipa kwa M-Pesa. Safari ilipoendelea, kondakta alianza kukusanya nauli kutoka kwa abiria na hatimaye akamfikia yule mwanafunzi. Mvulana alifungua pochi yake na akashtuka. Kitu pekee kilichokuwemo kilikuwa kitambulisho chake cha shule. Pesa ilikuwa bado nyumbani juu ya meza. Alijaribu kueleza kwa heshima akisema, "Tafadhali bwana, kwa kweli nimesahau nauli yangu nyumbani." Lakini kondakta hakusikiliza. Aliona kama ni visingizio na akasisitiza kwamba kama hana nauli ashuke basi. Wakati huo basi lilikuwa limebeba abiria takriban 30. Kila mmoja alitazama kimya wakati mwanafunzi akijaribu kueleza hali yake. Baadaye kondakta alifungua mlango na kumlazimisha mwanafunzi kushuka kwenye basi lililokuwa linaendelea kusonga. Kuanguka kulikuwa kwa nguvu na mwanafunzi akapoteza fahamu. Apumzike kwa amani. Kwa hivyo ni historia ambayo inauma sana. Nitaanzia ambayo inauma sana. Haswa kitendo ambacho huyu kondakta amekifanya si kitendo sahihi, kwani hiyo hela ni ndogo sana. Angeelewa mwanafunzi, kwa sababu ukweli ni kwamba mwanafunzi huwa wanasema ukweli, si namna ambavyo alikuwa anaona ya kwamba anadanganywa. Pia nalaumu sana abiria ambao walikuwa ndani ya gari hilo, basi wangemsaidia kumlipia mwanafunzi huyu nauli ili afike shuleni salama, na hiki kitu ambacho kimemfanyikia hakingempata. Lakini kwa tabia za kondakta, heri basi angesimamisha gari, mwanafunzi ashuke kwa amani, sio kumfurusha ama kumsukuma wakati gari linapoenda kwa mwendo wa kasi, kitu ambacho kimesababisha kifo chake.